Matumaini yangu ni kwamba humweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa pili ambaye ni Zurula San ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, unajua kwamba tangu muwepo katika hali hii inayoonekana, uh, tunajua sote umeshawahi kuona na mnaendelea kuona aina mbalimbali za sikukuu ambazo zipo katika dunia hii kumrazi, iwe sikukuu za watu kuzaliwa ambao wanaita birthday nini, ambao sikukuu za kidini. Hizo ni aina mbalimbali za sikukuu ambazo mnazifahamu, mnazijua vizuri, lakini tatizo ni kwamba sasa kuna sherehe zingine, kuna sikukuu nyingine ambayo ni ya wapendanao, wanasema wapendanao, sijui tarehe 14 mwezi wa pili, mambo kama hayo. Tatizo ni kwamba walio wengi wanasherekea hizo sherehe, lakini hawajui hasa chimbuko za sherehe hizo. Tatizo la watu zaidi sana ni kwamba wanapata maelezo ambayo ni ya juu juu, lakini hawapewi kwelikweli maelezo ya ndani, kwa nini jambo hili lilitendeka, kwa sababu lengo ni msingi wa kila kitu. Hata huku kama wanaweza wakabadilisha, waongee hivi, lakini sababu iliyofanya kwamba hili jambo lipate kuwepo ni nini hasa? Na ukijua sababu, hapo utajua kwelikweli sikukuu ya namna hii azi ya namna ile naweza kuisherekea, ndio haiza hapana. Sasa tatizo ni kwamba walio wengi hawajui chimbuko na hawajui kwa nini. Sasa unapojaribu kuwaeleza, ukiwaambia kwamba hapana, hili ni hili, linatakiwa hivi, wao wanaingia katika ubishi kumrazi na kusema kwamba name haujui chochote, hauelewi mambo. Hapana. Kwa hiyo leo sisi tutaenda kuangalia kati ya sikukuu zinazofahamika sana tena sana, maana tukizitaja hapa ni nyingi mno, lakini sikukuu ambazo zinajulikana zaidi sana kuhusiana na upande wa kidini, kuna hizo Pasaka, kuna sikukuu ya Pentekoste, kuna sikukuu ya Krismasi, kuna sikukuu ya mikati isiyowekwa chachu, kuna sikukuu zingine za kondoo wanasherekea kwa hiyo kuna aina mbalimbali za sikukuu ambazo watu wanasherekea, lakini hawajui chimbuko na chanzo, kwa nini hizo sikukuu zipo. Na mkisoma katika Biblia za kisasa, mtaona kwamba sikukuu hizo ambazo nimezitaja zipo, lakini hawawezi wakawaambia sababu ya uwepo kwelikweli wa hizo sikukuu. Wengine wanasema kwamba tunajua imani, mbona tunajua kwamba hii wanaita Christmas ni kuzaliwa kwa Yesu wa mengine. Hayo ni mambo ambayo mnayoyaongea, lakini hamjui ni nini hasa wanachokisherekea. Lakini leo tutaongelea kuhusiana na sherehe hiyo, aidha sikukuu hiyo ya Krismasi. Hapana, tutaenda kuangalia, kuzungumzia sikukuu za zamani sana, kabla hata ya Ukristo hauja kuwepo, kabla hata ya Uislamu hauja kuwepo, ambazo sikukuu hizo ni za Kiyahudi. Yes, ni sikukuu za zamani sana ambazo waliwahi kusherekea, na hizo sikukuu mnaweza mkazipata katika Torati ambao wataita Agano la Kale, lakini sisi haya mambo yatafunuliwa huko kutoka Kalata Bamululuma Bugulani, yaani kitabu cha malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu. Kitabu hiki kinajaa mafunuo. Hapana mza, mnaweza mkaagiza kitabu hiki kupitia leseditionzululasan.com. Kuna mambo mazito, wale ambao wana tuseme nafsi nyeti, hapana kugusa kitabu hiki. Inatakiwa wale ambao wako na uimara kwelikweli, ili uende kupenya uzito ambao upo kwa kitabu hiki. Kwa hiyo tutaingia katika Kalata Bamululuma Bungulani kama gisi nilivyowaambia, katika sura yake ya kwanza mstari wa 473 hadi 511. Hapo ndipo tutaenda kuongelea kuhusiana hili tema, kama gisi mnavyoiona, sheria kuhusu sikukuu za kichawi. Mutaenda kutambua hizo sikukuu za kichawi ni zipi na maana yao halisi, kwa nini hizo sikukuu waliviazimisha kwamba ziwepo.
mtaenda kufahamu kwa siku ya leo, ndugu zangu. Kwa hiyo iweni makini sana kwa yale ambayo nitaenda kuongea kwa siku ya leo, maana mafundisho ya wakati huu mnaona gisi yalivyo, yanapanda viwango kweli kweli. Sio mafundisho ya kama vile tulivyoanza mwanzo mwanzo. Hapa ni mafundisho mengine ambayo tofauti kabisa, yaani level nyingine. Inaanza kusema kwamba Ngungwanga ndo Lalemba na Dingongodiba walizungumza na Dibole. Tunasimama kwanza hapa. Ngungwanga ndo Lalemba, nafikiri tayari walio wengi ambao wanasikiliza mafundisho wameshafahamu ni nini, aidha ni nani. Ngungwanga ndo Lalemba ni demon ya kwanza kuzaliwa, lakini pia Dingongodiba ni demon ya pili kuzaliwa ambayo ni jike. Hizi ni demon ambazo zina uwezo, zina nguvu kuliko demon zingine zote. Demon, unaposema demon, wengine wanasema Kiswahili cha mapepo. Unaposema mapepo, ndio maana sisi hatutumie sana hilo neno mapepo, kwa sababu ndani ya Biblia hiyo wanasema kwamba Mungu anafanya malaika wake kuwa pepo. Kwa hiyo ikiwa ni wengi wanakuwa ni mapepo tu, si ndio? Lakini mapepo ambayo ni mazuri kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo unaposema kuna mapepo mazuri, utasema kuna mapepo mabaya. Kwa hiyo hiyo haiwezekani. Na kama unapoongelea kuhusiana na demon, demon zote ni za mbaya. Kwa ndio maana tunatumia neno hili demon. Ngungwanga ndo Lalemba na Dingongodiba walizungumza na Dibole. Kwa hiyo walikuwa katika mazungumzo. Sasa haya mazungumzo watazungumza na demon nyingine ambayo ni ya daraja la chini kuhusiana na wao. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Dibole. Sasa huyo Dibole ndio nani? Kuna mabano ambaye katika miaka mabilioni kadhaa atajulikana kwa jina la Yahweh, Yehova na mengine. Tunafunga mabano. Kwa hiyo tayari mnaanza kuonyeshwa kwamba yule ambaye watu watakuja kuabudu baadaye ni demon, na tena sio demon ambayo ni ya kwanza au ya pili, no, ni demon nyingine ambayo ni ya daraja la chini ukilinganisha Ngungwanga ndo na Dingongodiba. Ina maana kwamba ni demon ambayo kwelikweli kwa demon zingine ni demon ya daraja la juu, lakini kwa Ngungwanga ndo Lalemba na Dingongodiba hapana, kwa sababu natakiwa kuelewa hili jambo. Kwa hiyo ndio huyu ambaye watu wataita kwa sasa hivi Yehova Elohim Eshadai, Bwana wa majeshi, sijui nini Jehova, aidha sijui Eshadai, majina yote ambayo wanaita, yani yule ambaye wanaita kwamba ni Mungu, wajua kwamba ni demon. Sasa inapewa majukumu, inaambiwa, inaelezwa na demoni zingine ambazo zina nguvu na uweza kuliko yeye, kwamba Ngungwanga ndo Lalemba na Dingongodiba walizungumza na Dibole ambaye katika miaka mabilioni kadhaa atajulikana kwa jina la Yahweh, Yehova na mengine. Tunafunga mabano. Demoni ndege incubus ya kidini yenye nguvu ya daraja la juu ya jamii ya demoni ndege mseto katika umbo la tai, kwa maneno haya. Kwa hiyo wanatuelezea kwanza hiyo demon ambayo wataita baadaye kabisa kwa jina la Yahweh, Yehova, Elohim, El Shaddai, Bwana, sijui Mungu, Mwenyezi Mungu, mambo kama hayo. Wanawaambia kwamba ni demon ambayo ni incubus. Incubus, kuna incubus na succubus. Incubus ndio zile demon ambazo zinakuja kutembea kama ni incubus hivi, yani hiyo inakuja ni ya dume ambayo inakuja kutembea na wanawake usiku. Ndio maana wanasema kwa sijui Mighty Mary nini, mambo kama hayo. Na kuna succubus ambayo ni jike, ni demon jike ambayo inatembea kwa mfano na wanaume usiku. Wengine katika ndoto wanaota jirani, naona jirani yangu aweza nini, kumbe ni hizo demon ambazo zinachukua umbo la jirani, wanakuja kudanganya walio wengi. Kwa hiyo demon ambayo ni Yahweh, ambayo ni Dibole kwa jina ambalo wataliita na kuficha kwamba Yehova Elohim El Shaddai, ni demon ndege incubus ya kidini yenye nguvu kabisa ya daraja la juu, lakini jamii yake ni demon ndege mseto na umbo lake ni tai, ni umbo la tai. Kwa hiyo Ngungwanga ndo Lalemba na Dingongodiba watamwambia huyu Dibole ambaye wataita Yahweh kwa maneno haya: Dibole, utazungumza kwa njia ya mafumbo, kuna mabano, kwa msukumo wa kichawi, tunafunga mabano, kwa wasioanzishwa, kwa wazungu na kwa damu mchanganyiko, yani metis, ukiwaambia, kuna nukta mbili. Kwa hiyo hizo demoni mbili zinamwita Dibole na kumwambia Dibole, haya maneno ambayo tutaenda kuambia nawe pia utaenda kuwaambia hawa ambao ni wasioanzishwa, ambao ni weusi, wasioanzishwa, wasiokubali ukweli huu, wazungu na damu mchanganyiko, metisi. Utaenda kuambia haya, lakini hautaongea nao live hivi, kwa sababu hilo haliwezekani. Utaongea kwa njia ya kuwavuvia, kwa njia ya mafumbo.
akisema hivi, utawaambia hivi: hizi ndizo sikukuu mnazopaswa kusherekea kwa ajili yangu mimi Dibole, ili kuniabudu, kuna mabano, yaliyoidhinishwa na Shetani. Kwa hiyo tayari tunaanza kuona kwamba hapa wanaanza kutupangia, kupanga kabisa namna gani watakavyocheza mchezo wao kuhusiana na sherehe hizo zote ambazo watu wataenda kuzisherekea, sikukuu ambazo wataenda kusherekea, wataenda kufurahia bila kujua kwelikweli tatizo ni nini, aidha ni kitu gani ambacho kiko nyuma. Kwa hiyo tayari hapa Dibole ambaye wataita baadaye Yahweh Yehova Elohim atapata maelekezo, atapata maneno ambayo ataenda kuambia, atakayowavuvia weusi wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, kwamba hapa kuna sherehe ambazo wao wanatakiwa kufanya nini? Kuabudu, yani wanatakiwa kusherekea kwa ajili yako wewe Dibole, kwa sababu ni Shetani aliyeamuru iwe hivyo, katika lengo la kuwapoteza, katika lengo la kuwadanganya. Wao watafikiri kwamba wanaabudu sijue nani, Mungu ambaye ni muumba kwa mujibu wao, na kwamba Shetani ndiye mpinzani. Kumbe ni mchezo ambao utachezwa tu pale. Kwa hiyo chimbuko la sikukuu hizo ambazo walio wengi mnasherekea, mnaonyeshwa kwamba sio hata Yahweh Yehova Elohim El Shaddai, Mwenyezi Mungu Bwana aliye mwanzilishi wa hayo, hapana, bali alipokea maelekezo, alipokea uanzishwaji ili sherehe hizo zipate kumtukuza yeye katika lengo maalum. Mwelewe vizuri. Kwa hiyo yote niliyoanza kuyaongea ulikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia katika mafundisho yenyewe. Ndio maana tunaingia mafundisho yetu kama kawaida, yana vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana na Sabato, aiza Shabat. Walio wengi, watu wengi sana wakati huu watasherekea Sabato bila kujua ni nini maana yake halisi. Wanasema kwamba Mungu aliweka Sabato kwa sababu alifanya kazi, aliumba mbingu na dunia kwa siku 6 na akajipumzisha kwenye siku ya 7, na siku hiyo hiyo ya 7 ndiyo siku ambayo aliibariki. Na kutokana hilo, inatakiwa watu nao pia ambao atawaumba, ambao watazaliwa nao pia siku hiyo waichukue kama vile ni siku ya kupumzika. Kwa hiyo hawatakiwa kufanya kazi yoyote ile ambayo walio nayo wanayoifanya kwa kila wakati. Lakini hapa kuhusiana na hili kuna maswali ambayo yapo, ila hatuna haja ya kuingia katika hilo. Tunasoma kwanza na kuongea kile ambacho kipo. Maana yake, ikiwa Mungu aliumba mbingu na dunia kwa siku 6 na akajipumzisha kwa siku ya 7, na hiyo siku ya 7 akaitakasa, ina maana kwamba siku ya kwanza hadi siku ya 6 Mungu hakuzitakasa hizo siku. Yaani ni siku ambazo hazikutakaswa, kwa sababu alihimiza watu kusema kwamba hiyo siku ya 7 ndio aliyoitakasa, na watu wanatakiwa kuiheshimu, wanatakiwa kuitakasa nao pia waiweke iwe takatifu. Ingawa wengine hawakubaliani na hilo, kwamba siku ya 7 ambao wanasema Jumapili ndio sikukuu, aiza Sabato, aiza wakati wa kupumzika, wao watasema kwamba siku ya kupumzika ni siku ya Jumamosi, na wengine watasema siku ya kupumzika ni siku ambayo ni ya Ijumaa. Haijalishi ziwe siku zingine ambazo ni tofauti na hiyo Jumapili ambayo ni siku ya 7. Tumeona kwamba siku zingine zote ambazo Mungu alizoziumba kuanzia siku ya kwanza hadi ya 6 zote hazijatakaswa, lakini ni siku tu hiyo ya Jumapili ndio iliyotakaswa, na ndio maana watu wanaita kwamba ndio siku ya Mungu, yani siku ya Bwana. Kwa hiyo hizo siku zingine zote tunaweza tukasema kwa mujibu wao sio siku za Bwana, na kama sio za Bwana ni za nani sasa? Na ikiwa tutakubaliana na hiyo, ina maana kwamba Mungu aliumba kitu ambacho si kitakatifu, na hiyo inaeleweka kwamba kwa nini kwelikweli Adamu na Eva walitenda dhambi. Kwa nini walianguka? Kwa sababu kwelikweli wao waliumbwa na wakatenda dhambi siku ambayo Mungu hakuitakasa. Ili muelewe vizuri, maana Adamu aliumbwa siku ya 6, ndivyo anavyosema, na siku ya 6 haikutakaswa kulingana na Mungu.
na ndio maana inaeleweka kwamba kwelikweli wanatakiwa kuanguka, naweza kaanguka kwa sababu ni siku ambayo haijatakaswa na Mungu. Hivi ndio tunaweza tukaelewa. Na ikiwa Adamu aliumbwa siku ya sita na siku ya saba Mungu akapumzika, Eva aliumbwa siku gani? Wengi watasema aliumbwa hiyo siku tu, labda Adamu aliumbwa asubuhi akajiona kwamba yuko mpweke, jioni naye pia Eva akaumbwa. Ndugu zangu, kama mjue mambo ya kiroho ni hatari ni vigumu sana. Eve aliumbwa siku gani? Kwa sababu anaposema kwamba Mungu aliumba Adamu na Eva hivi, sawa, lakini hawakuumbwa wote wakati mmoja, ili kwamba nani Adamu ajihisi kwamba ana upweke na wengine. Ilipita muda kweli kweli, na sio masaa 24. Hapana. Sasa Eve aliumbwa siku gani? Nyinyi ndio mnasema hivi kwamba Mungu aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika, lakini mkisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili kuanzia mstari wa kwanza 2 hadi 3 pale mtakuja kuona kwamba Mungu alifanya kazi hadi siku ya saba alifanya kazi. Hata siku ya saba Mungu alifanya kazi. Someni. Nyinyi mnajikita kwenye Kutoka 20, si ndio? Lakini someni kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili mstari wa kwanza 2, 3. Someni vizuri na mrudilie vizuri, kwa sababu wengine wanaweza kusoma haraka. Mungu alifanya kazi kwa siku saba, na siku hiyo ya saba akapumzika. Yaani alifanya kazi hata siku ya saba Mungu alifanya. Sasa kwa nini wakatazi kwamba msifanye kazi siku ya saba, wakati Mungu hata hiyo siku ya saba pia alifanya nini? Alifanya kazi, ingawa alijipumzisha. Tuseme labda alifanya kazi labda nusu, labda asubuhi hadi mchana, hatujui aiza saa ngapi akastop, lakini hiyo ya saba pia kwenye sura ya pili mstari wa pili alifanya nini? Alifanya kazi siku ya Jumapili, aiza siku ya saba alifanya kazi. Hatuko huko, lakini ila ni nini maana halisi kabisa, ya maana ya kina inayohusu Sabato? Sabato ni nini? Kwa nini wewe unasherekea Sabato? Kwa nini wewe unasema kwamba hii ndio siku ambayo nimeitenga kwa ajili ya kwenda kumtukuza, aweza kumuomba Mungu wangu? Kwa sababu ni siku ambayo Mungu wako amejipumzisha. Unajua maana ya Sabato? Unajua maana kwa nini unaenda kanisani? Unajua kwa nini kila Jumapili unaenda? Sikiliza kwa makini. Kwa siku sita mtafanya kazi yenu, lakini siku ya saba ni Sabato, Shabat. Sasa mtapewa sasa maana ya Sabato ni nini? Ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Tunafunga mabaya. Ina maana wanawapenda kuambia kwamba kwa sababu moto aliumbwa aliumbwa katika uzirisho wa saba, yaani moto aliumbwa siku ya saba kulingana na ukweli. Na tunaposema siku ya saba katika ukweli, sio masaa 24, hapana. Maana siku moja, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ya uumbaji haina uhusiano wowote na masaa 24. Siku moja ya uumbaji inaweza ikachukua hata mamilioni hata mabilioni ya miaka, siku tu moja tu ya uumbaji. Kwa hiyo anapoumbwa kwenye siku ya saba kulingana na ukweli, hiyo siku ya saba inaweza ikachukua hata mabilioni na mabilioni ili kumalizika hiyo siku ya saba, mabilioni ya miaka. Msikilize vizuri mabilioni na mabilioni ya miaka ili kwamba siku moja ipate kupita. Inaweza. Kwa hiyo moto aliumbwa hiyo siku katika uzirishi wa saba, yani siku ya saba, na alitakiwa sasa amalize ili kwamba apate kuingia sasa kwenye uzirishi wa siku ya 8 sasa. Na ndio maana mtaenda kuelewa kwa nini unapoanza kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tena mnaanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tena mnarudi. Kwa nini hamuendi kwenye siku ya 8? Kwa sababu ni hiyo siku ambapo moto alisimama. Ni siku ambayo moto alianguka. Alitaka kuingia kwenye siku ya 8, lakini shetani mlima bube akaja kufanya kila alichokifanya, kwa hiyo hawezi akaendelea. Ndio maana hata wakati mnapohesabu unahesabu siku 7 za wiki sio siku 8, kwa sababu hiyo ya 8 haikufikia. Ndio maana ni wakati ambapo moto alianguka. Kwa hiyo angefika kwenye hiyo siku ya 8, ndio moto angekamilika kabisa, angekuwa amekomaa kabisa, amenea kabisa yeye wote, lakini shetani hakuruhusu kwamba akomae, na ndio maana akaanguka. Sasa wakati alipoanguka,
kulingana na ukweli, hizo siku ambazo hakutimiza ili kuingia kwenye uzirishi wa 8, anatakiwa pia kwa namna nyingine hizo siku ambazo zimebaki lazima zienee. Na ndio maana kuna neema ambayo ilitolewa, ambapo utawala wa miaka 1000 unaojulikana, miaka 1000 inayojulikana, utawala utakuwepo baadaye, ili kwenda kutimiza hiyo siku moja, na sio siku moja tena, hiyo nusu siku, ili kwamba itimize kile ambacho moto hakutimiza. Haya ni mafundisho mengine. Sasa wanamwambia kwamba Sabato ni ishara ya kizuizi, hata kuzuia, kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi. Yaani ni kitu ambacho kitakufanya wewe kuliko kuendelea, yaani unabaki kama kisulizi, hauwezi ukaendelea kiroho, utabaki kama kisulizi, kwa sababu inakuzuia kufika. Maana tunajua kwamba mtoto anapozaliwa ni kwenye, mtoto wa kijana anapozaliwa mvulana, ni kwenye siku ya 8 ndio anatakiwa kutahiriwa, na hiyo siku ya 8 kutahiriwa inawakilisha kama vile, yani tayari ukomavu, tayari ukomavu tuseme. Ila sasa yeye mtu wakati alipoumbwa, yeye aliumbwa ametahiriwa, hakuwa na haja tena ya kutahiriwa, kwa sababu aliumbwa ametahiriwa. Sasa ikafika wakati ambapo yeye ambaye ametahiriwa sasa ameumbwa ametahiriwa, lakini anatakiwa sasa afikie sasa ukomavu wa kiroho, ndipo mambo yakaharibika. Sasa ndio maana watasherekea Sabato. Hiyo Sabato hiyo ni kwenda kusherekea sikukuu hiyo, kwa sababu ya kufurahia namna gani mtu mweusi hakuweza kufikia ukomavu wake wa kiroho. Kwa hiyo kila yeyote anayeenda, haijalishi ni siku gani ambayo utaenda, lakini kama inamaanisha tu kwamba unatenga hiyo siku kwa ajili ya muumba wako, sasa Mungu wako alienda sijui amejipumzisha, sasa mambo mengine uende kumwabudu, kumshukuru, tambua kwamba hicho ndio kitu ambacho unaenda kukifanya. Yaani unaenda kusherekea kutokufikia ukomavu wa mtu mweusi katika ukweli. Hicho ndio kitu ambacho unakifanya. Ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8, siku ya kupumzika, tunafungua mapano ili kupokea mavuvio zaidi ya kichawi. Na wakati mnapoenda kwenye hizo Sabato, yani mnachoenda kukipata tena, mnaenda kuvuviwa tena zaidi sana, mavuvio ya nani? Zaidi ya kichawi. Na hapo ndio maana utaanza kuwaambia watu kwamba mko katika uongo. Yani unasikia mtu anahisi kama vile anaweza kukuchukua na kukuua akumalize. Ni kwa sababu ni mavuvio ambao watu wanaendelea tena kupata kuwa tena wabaya tena zaidi. Ndio maana wanaopigana, wanauana katika hizo dini zote, kwa sababu aliye nyuma, zilizo nyuma ni demon. Hakuna upendo. Mambo yote ambayo yanakatazwa wao wanayafanya, kwa sababu ni mambo tu ambayo wanayafanya juu, lakini chini kuna mpango wote kamili wa shetani mlima bovina kikosi chake. Kwa hiyo itakuwa ni siku ya kupumzika, na hiyo kupumzika ndio wataenda kwenda kumwabudu ili kupokea mavuvio zaidi ya kichawi. Kutakuwa na kusanyiko la kidini na hamtafanya kazi yoyote siku hiyo. Ni Sabato kwa heshima yangu, kuna mabano iliyohizinishwa na shetani. Mimi Dibole, Bwana, popote nitakapoishi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kipo, inapenda kuonyesha kwamba Sabato lengo lake kabisa kwa wote ambao mnaoenda, iwe Jumapili, iwe Jumamosi, iwe Ijumaa, iwe siku nyingine yote ambao nyote mtasema kwamba mnaenda kwa sababu Mungu wenu alijipumzisha, mnatenga siku kwa ajili yake, tambueni kwamba mnaenda kusherekea sikukuu ambayo ilimfanya mtu mweusi asipate kuendelea kiroho. Yaani mnafurahia, mnaenda kufanya hivyo, halafu mnaenda kupata tena mavuvio tena ya kichawi zaidi sana, na hiyo mnaenda kufanya hiyo heshima kwa Dibole ambaye mtaita Yehova Yawe Elohim, Bwana wa majeshi, Mwenyezi Mungu. Na yeye mnampatia heshima kwa sababu ni shetani aliyeidhinisha hilo kwamba lipitie yeye. Hilo ni jambo la kwanza. Hapa kuna sherehe zangu zingine mimi Dibole ambao wanaita Bwana za kuniabudu zilizoidhinishwa na shetani katika tarehe zilizowekwa. Kwa hiyo hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza tumeona kwamba kinakuonyesha maana ya kina kabisa ya Sabato ambayo ni kuzuia ukomavu wa mtu mweusi wa siku ya 8, yani kufikia siku ya 8, kufikia kwenye
ukomavu wake wa kiroho. Kipengele cha pili, Pasaka na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Hichi ndio kipengele cha pili. Mara nyingi wanaongelea aina za sikukuu. Kwa mfano mtasikia, kwa mfano nafikiri Pasaka hii, sijaongelea Pasaka, lakini mara mtasikia kwamba kuna mayai, sijui Easter mayai. Kuna uhusiano gani kati ya Pasaka na mayai? Hamjawahi kujiuliza haya mambo? Kwa nini mambo ya Pasaka tena kuwepo na uzirisho wa mambo mengine ambao watasema kama sijui mayai nini? Kuna mtoto ambaye amefanya nini? Watu watasema labda ni kwa sababu ya jogoo alilia wakati ambapo Yesu alipokufa, wa mengine aidha alipomkana, yani sijui Petro alipomkana, jogoo aliwika. Sawa, jogoo yeye hatagi mayai ni kuku ndiye anayetaga mayai. Tuache hayo. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali, unatakiwa kuelewa kwamba kuna aina mbili za Pasaka. Kuna aina mbili za Pasaka. Kuna Pasaka ya Wayahudi na kuna Pasaka ya hawa wanaojiita Wakristo. Haya ni mambo mawili ambayo yako tofauti. Kuna Pasaka aina mbili. Pasaka ya Wayahudi, wao watasherekea Pasaka kutokana na kwamba sijui wana wa Israeli walikuwa katika utumwa wa Farao katika nchi ya Misri. Hiyo ndio Pasaka yao. Bali Wakristo wao watasema kwamba inahusiana na huyu Yesu wao jinsi alivyokufa. Kwa hiyo ndio maana kuna aina mbili za Pasaka, za Wayahudi na hao Wakristo. Sasa kwa nini wakati huo wanawaomba kwamba msile mikate iliyotiwa chachu? Hivi nyinyi nyote ambao ni waumini mmeshawahi kujiuliza kwa nini mikate isiyowekwa chachu? Kwa nini watu wale mikate isiyowekwa chachu? Na ikiwa watakula mikate iliyowekwa chachu katika kipindi hicho, ni dhambi gani wataenda kuipata? Ni dhambi gani wataenda kuitenda? Ukila mkate ambao umewekwa chachu wakati huo, utakuwa umetenda dhambi gani? Ndio maana ni vizuri mnatakiwa kuuliza kwanza, ili mpate kuelewa, kwa sababu mnapokatazwa kitu lazima wawaambie kwa nini wamewakataza hiki kitu. Sijui kama mnaelewa hilo. Kwa hiyo sikukuu ya mikate isiyowekwa chachu, isiyotiwa chachu, kwa sababu mnajua chachu si ni dawa ambayo ni dawa. Kwa mfano dawa ya maandazi, usipoweka dawa ndani ya maandazi ambayo anatengeneza maandazi hayatavimba. Kwa nini wakati fulani mkatazwe kwamba msile mkate ambao umewekwa chachu, na wakati mwingine mnaweza mkala mkate ambao chachu imo ndani yake? Kwa nini haya yote? Ndio maana hicho kipengele kinahusu Pasaka na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ndio mtaenda kuelewa mikate isiyotiwa chachu ni nini hasa, kwa nini watu wafanye hivyo, na hiyo Pasaka maana yake ni nini hasa. Jioni ya siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, wakati wa uzirisho wa usiku, ni Pasaka. Pasaka sasa watamaanisha nini? Maana yake ni nini? Kuna mabano, ishara ya kutoka kwa sehemu ya watu weusi kutoka kwa sheria za neno. Tunafunga mabano. Kwa hiyo tayari Pasaka, mnaposherekea Pasaka ni wakati ambapo mnasherekea sehemu fulani kubwa, sehemu ya watu weusi ambao walitoka kwenye sheria za neno la Kilobatete, wakafuata hiyo miungu ya kigeni, wakafuata mambo ambayo si ya ukweli. Hiyo ndio sherehe ambayo watu wanaenda kusherekea. Kwa hiyo wewe unaposikia kwamba tunaenda kwenye sikukuu ya Pasaka, wewe unafikiri katika kichwa chako kwamba ni kwa sababu Yesu alikufa kwenye hiyo wakati. Wengine watasema kwamba naenda kwenye Pasaka kwa sababu wana wa Israeli walikuwa katika utumwa nchini Misri, na Mungu akaondoa pale, akawafanyia haraka, wakaandaa sijui mikate ambayo haikuwekwa chachu kwa sababu walikuwa haraka ili kuondolewa. No, hayo ndio mafikra ambayo umewekwa, lakini nyuma sio hivyo. Wanasherekea namna wewe mweusi kwanza ulivyotoka katika ukweli wako halisi, katika utambulisho wako halisi. Hichi ndio kitu ambacho yani wewe mwenyewe unaenda kusherekea anguko lako. Huyu umeshaona kama ni unafikiri ulimwengu wa giza kichao ni mzaa, au fanye mzaa na watu weusi kwanza? Maana watu weusi ndio wanawindwa kwa sababu wao ndio taifa teule. Hapana hizo takataka zilizo pale ambazo zinapigana pale. Mimi kila wakati sinawaambia wanapigana pale,
Hivi mnawaona wanaomba Yahweh Yehova Elohim pale? Hawaombi wanalindwa na Marekani, wanalindwa na makombora yao. Ni weusi tu ndio wanabaki hapo wanapokuwa na matatizo. Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, tusaidie. Hadi lini mtamka nyinyi watu weusi? Hadi lini? Hadi lini? Mnaona mambo waziwazi, na weusi walio wengi tunaombea kazi Israeli ishinde vita kati ya hawa na hawa, tunaomba kabisa washinde. Hadi lini utamka we mtu mweusi? Kwa nini umelala hivyo? Tumia akili. Hapana, sote tulikuwa humo, lakini inafika wakati ambapo unaposikia kitu kingine ambacho kiko kipya kama hiki, unaweka kwanza masikio yako, unasikia kwanza, alafu unatumia mantiki uangalie. Hapana, mnaambiwa hivi, Pasaka ni nini? Ni ishara. Unapoenda kusherekea sikukuu hiyo ya Pasaka, ni ishara ya kutoka kwa sehemu ya watu weusi katika sheria za neno. Yaani wanatoka kabisa, wanahasi, wanaenda kufanya mambo mengine. Sasa hiyo itakuwa kwa heshima yangu. Anayeongea hapa ni nani? Ni Dibole. Lakini hiyo heshima hiyo ni sikukuu ambao wataenda kuabudu hiyo demon, lakini ni shetani aliyeidhinisha hayo. Ndio akasema mimi Debole Bwana. Kwa hiyo mkipenda kusoma, jioni ya siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, wakati wa udhihirisho wa usiku, ni Pasaka. Kuna mabano, ishara ya kutoka kwa sehemu ya watu weusi kutoka kwa sheria za neno. Tunafunga mabano kwa heshima yangu. Kuna mabano iliyoidhinishwa na shetani. Tunafunga mabano mimi Dibole Bwana. Na siku ya 15 ya mwezi ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Sasa wanapoambia kwamba sasa mle mikate sasa ambapo chachu hakuna, maana yake ni nini? Ishara ya kuzoofika na kuzalilika kwa sehemu kubwa ya wasioanzishwa. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho kipo, kwa sababu ikiwa ulikuwa mtu ambaye uko hivyo na vile, lakini kwa sababu hakuna ile dawa, dawa inaweza ikawa ni neno, ukweli haupo, haumo tena katika sheria, yani unazoofika. Yani ndio maana mtaenda kula hiyo mikate ambayo hakuna chachu, kwa sababu mmeshazoofika. Maana sehemu kubwa yenu nyinyi mmeshatoka kwenye sheria za neno, sasa mmekuwa dhaifu. Ndio maana kuna Pasaka ambapo tayari mmetoka katika sheria za neno za lugha, na kuna mikate isiyowekwa chachu ambayo mtakula, itaonyesha sasa huu udhaifu wenu sasa ambao mmeupata baada ya kutoka kwenye sheria za neno. Hiyo ndio maana yake. Kwa heshima yangu, kuna mabano iliyoidhinishwa na shetani, mimi Dibole Bwana, kwa siku 7 mtakula mikate isiyotiwa chachu. Kwa siku 7 mtakula mikate isiyotiwa chachu. Kuna mabano, ishara ya kuzoofika na kuzalilika kwa wasioanzishwa, ambao hawataweza kupenya ukomavu wa siku ya 8. Kwa hiyo weusi walio wengi ambao hawatafikia kweli kweli ukweli huu ambao mnaosikia, wao watakuwa na ugumu. Ndio hao ambao mnawaona kwa wakati huu wako katika hizo dini zote, weusi wote, ndio hao ambao wanaongelewa hapo, ambao unapoambia ukweli kwao haipiti hata. Yani unaongea kama vile wengine wanaposikia gisi navyoongea wanasema huyu amechanganikiwa na wazimu. Wazimu. Kila jambo na wakati wake. Ipo siku ambapo mtu anasema ningejua. Ishakuwa too late. Mnaambiwa mtaiweka wakfu siku ya kwanza ya sikukuu hii kwa kusanyiko litakalowekwa wakfu kwa ajili ya kusherekea ibada. Kuna mabano ya kichawi. Hamtafanya kazi yoyote ya kila wiki siku hiyo. Kuna mabano hii kwa matumaini ya kurekebisha sheria za roho zinazosimamia siku za wiki. Maanake ni kwa sababu kila wiki kuna kazi yake, na kila siku kuna kaka yetu wa kiroho ambaye anawakilisha siku moja. Unaposema Jumatatu, kuna roho kaka yetu ambaye ni waagizo kula vitu, ambaye anawakilisha, yani yeye ndio msimamizi wa siku ambayo utasema Jumatatu. Jumatatu sasa majina mengine wamewekaweka za demon, lakini nyuma kuna majina ya kaka zetu wa kiroho ambao ni mnasema malaika. Kila siku
ina malaika wake ambayo wameisimamia hiyo siku. Sasa nao pia watakuja sasa na majina yao ya ajabu ajabu, ili kubadilisha, kupenda kubadilisha. Sasa watafanya hivyo katika lengo kwamba huo mkusanyiko utakapofanyika ni katika lengo la kwenda kuendelea zaidi sana kwa mambo ya kichawi. Hayo mikusanyiko yote mnayofanya zaidi sana ambayo tunaongelea kuhusiana na sikukuu ya mikate isiyowekwa chachu, pia lengo ni hilo, ili kuhakikisha kwamba wanamtoa, wanabadilisha ile sheria ya roho za agizo kula vitu zinazosema kuhusiana na siku za wiki. Sasa unapoambiwa kwamba kila siku unatakiwa kufanya kazi, wao wanakuja kusema kwamba nao siku hiyo hautafanya kazi. Yaani lazima wabadilishi kile ambacho kimetengenezwa, kile ambacho kimeambiwa. Na hata huyu Adamu aliambiwa kabisa kabisa kwamba siku zote za maisha yako utakula nini? Kwa taabu. Na siku zote maana yake ni kuanzia siku ile ambayo unaita Jumatatu hadi siku ile ya kama utaita ya saba. Siku zote. Sasa inakuwa namna gani tena wakati mwingine siku moja hautafanya kazi? Unajipinga wewe mwenyewe. Kwa siku 7 mtanitolea mimi dibole, Bwana, zabihu. Sikilizeni kwa makini, kuna mabano zilizoidhinishwa na Shetani, tunafunga mabano, za kuteketezwa kwa moto, ambayo kuna mabano ishara ya kufutwa kwa kuingilia kati kwa roho zinazosimamia siku za wiki katika hali inayoonekana. Kwa nini huyu Mungu wa Biblia na miungu yote inataka matoleo, inataka dhabihu, inataka nani za kuteketezwa? Kwa nini? Kwa nini haya mambo yako hivi? Ndani ya kitabu cha Waebrania watawaambia kwamba wakati Yesu alipokuja alisema kwamba Mungu amesema kwamba hataki tambiko wala sadaka, lakini amenitayarishia mwili. Hilo ni andiko ambalo waliliiba, walilichukua katika kitabu cha Zaburi. Halihusu kabisa huyu anayeita Yesu. Na wanaposema kwamba Mungu hakutaka hata siku moja kwamba sadaka hizo dhabihu, huyo Mungu ambaye wanaongelea hapo ni Mungu wa namna gani? Maana ndio yeye huyu ambaye anasema hapo, kwa siku 7 mtanitolea mimi dibole, ambayo wataita Bwana, dhabihu za kuteketezwa za moto, ambayo ni ishara ya kufutwa kwa kuingilia kati kwa roho zinazosimamia siku za wiki katika hali inayoonekana. Siku ya 7 mtakusanyika pamoja na viongozi wenu kuniabudu, iliyoidhinishwa na Shetani, na hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki. Hamtafanya, kuna mabano, ishara ya kufutwa kwa kuingilia kati kwa roho zinazosimamia siku za juma za wiki katika hali inayoonekana. Kwa hiyo hapo tayari mumeona kuhusiana na Pasaka na mikati isiyowekwa chachu. Pasaka inaonyesha sehemu kubwa ya watu weusi, pia sababu tumeona hapa ishara ya kutoka kwa sehemu kubwa ya watu weusi kutoka kwenye sheria za neno, na mikati isiyowekwa chachu itawakilisha kwamba udhaifu wa hilo taifa la hao watu ambao waliotoka kwenye sheria hizo za neno. Hichi ndio kitu ambacho watu wanaenda kusherekea. Kwa hiyo wakati unapofanya kitu lazima ujue kwa nini unakifanya. Ndio maana tunaenda kipengele cha 3, sikukuu ya mganda wa kwanza. Ninaposema mganda wa kwanza siongelee ndugu zangu Waganda. Mganda tafsiri yake ni kwamba tunaweza kusema ni matita ya mazao yoyote tu yaliyovunwa ambayo yamefungwa pamoja. Hayo ndio tunaweza kusema huu ndio mganda wa kwanza. Sasa kuna sherehe hiyo ya mganda wa kwanza. Wakati nyinyi, kuna mabano, wazungu na damu mchanganyiko metisi, mtakapokuwa katika nchi, eneo la baadhi, kuna mabano, watu weusi kutoka uzao wa mtu ambayo mtakuwa mmechukua, kuna mabano, kwa ujanja, ulaghai, nguvu, nafunga mabano, mtavuna hapo, mtamletea mchawi. Sikilizeni kwa makini, mtamletea mchawi, kuna mabano, kuhani. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba hao makuhani wote ambao mliosoma pale katika kitabu cha Walawi, Kumbukumbu la Torati, nini, hawa wote ni wachawi. Yes, watawaambia kwamba wewe kulikuwa kuhani Haruni. Kuhani Haruni wa Biblia za kisasa mchawi kabisa, tena mchawi mkubwa sana. Someni tu kitabu cha Walawi,
Hivi haijawahi kuwafikia wakati mnaposoma kitabu cha Walawi, Kumbukumbu la Torati nini, mnajihisi kama vile kuna hali ambayo no, haujihisi vizuri kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Yani ni mambo ya kunuia, mambo ya damu, unachukua hiki unafanya hivi, yani unavaa mavazi yani ni uchawi, mambo ya kichawi ambayo mnayasoma pale kitabu cha Walawi, yani uchawi kwelikweli wa kupindukia. Someni tu mtaenda kuona. Kwa hiyo wakati nyinyi, yani wazungu na damu mchanganyiko, mtakapokuwa katika nchi, yani eneo la baadhi watu weusi kutoka uzao wa moto, ambayo hayo maeneo mtakuwa mmechukua kwa ujanja, ulaghai, nguvu, mtavuna hapo, mtamletea mchawi, kuna mabano, yani huyu mchawi wanafunguliwa, mnaona sasa, ndio huyo ambao wataita kuhani, mganda wa kwanza, kuna mabano, yaani shina lote la nafaka lililopangwa, kuna mabano, kuunganishwa, ili masuke yote yawe upande mmoja na yawekwe, yani kuunganishwa pamoja kati yao, tunafunga mabano, ya mavuno yenu. Matendo maovu ndio hayo mavuno yenu, yani matendo maovu ambayo ni ishara ya kuwasilisha baadhi ya wale wasioanzishwa kutoka kwa uzao wa moto kwenye imani potovu. Maana yake ni nini? Yaani sikukuu ya mganda wa kwanza ni wakati ambapo wazungu wanadamu mchanganyiko metisi wataenda kuwawasilisha baadhi ya watu weusi wasioanzishwa waliokubali kudanganywa, walioingia katika ujinga, walioingia katika mambo ambayo si ya ukweli, yaani kama vile wanaenda kuwatambulisheni, wanaenda kuwawasilisha kwa kuhani, lakini hapa watatumia tu hiyo mganda, lakini huu mganda utawakilisha yaani ni wasioanzishwa, watu weusi ambao hawakuenenda tena kulingana na ukweli, ndio watawakilisha huu mganda. Alafu watapelekwa, watakapopelekwa watafikishwa kwa kuhani, na huyu kuhani ni mchawi, ili kwamba waingie kwenye imani ambayo ni potofu, ambayo iko nje ya ukweli. Siku inayofuata ya Sabato, Shabati, mtaelezwa sasa Sabato ni nini. Pia Sabato ni ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Hiki ndio kitu ambacho tulikiona. Mtafanya, yani kutimiza, mbele yangu mimi Dibole ambaye ni Bwana, ishara ya uwasilishaji iliyoidhinishwa na Shetani pamoja na mganda huu, ili mpate kibali changu. Kwa hiyo wao watawakilisha, wataleta hao weusi wasioanzishwa katika imani ilo potovu. Sasa wao ambao wanaoleta wengine katika ulimwengu wa giza la kichawi, kwao wataonekana vizuri, yaani watapata kibali kwa hizo demon. Hicho kibali haijamaanisha kwamba wataenda sehemu fulani, yaani watathaminiwa kama kwamba ni wafanyakazi wazuri. Siku mtakapofanya ishara hii na mganda, mtanitolea mimi sadaka ya kuteketezwa iliyoidhinishwa na Shetani, mwana kondoo asiye na dosari. Kuna mkato. Kwa nini waongelee swala la mwana kondoo asiye na dosari, kwamba huyu Yehova Elohim Dibole anaomba kwamba atolewe? Maana yake ni nini? Ishara ambayo uizinishe na kuendeleza dhabihu ya damu ya Mudiwei katika mwaka wake wa kwanza. Mudiwei ndiye watakayeita Abeli, yaani sehemu zote zile ambapo mnaona kwamba kuna sadaka za mifugo, kuna wengine ambao wanachinja dhabihu, wanachinja sijui hata kondoo, ng'ombe, nini, katika lengo la kwenda kutoa kafara, mambo kama hayo za wanyama, yametokana na kile kitendo alichokifanya Mudiwei, yani Abeli. Ndio kitu ambacho watu wanaendeleza tu, na kitu ambacho watu wasichokijua ni kwamba ikiwa kwa mfano unaenda kwa mchawi, aza wanamunaita mganga nini, anapokuomba kwamba leta aina hii ya mnyama, anaweza kakwambia kwamba ulete, tuseme kwamba ulete kwa mfano jogoo. Huu ni mfano tu, leta jogoo. Ukileta huyo jogoo, yaani demon ambayo iko hapo, ambayo itakayo kupagaa ni demon ambayo iko katika umbo la jogoo. Sikilizeni kwa makini,
Yaani wanapokuambia leta kitu fulani hawasemi kwa sababu ya kusema tu. Mara utaambiwa leta mbuzi, leta njiwa, leta leta kondoo, wengine leta hata ng'ombe. Kwa hiyo kila aina ya mnyama aza ndege utakayoombwa kwamba peleka, tambua kwamba nyuma kuna demon iliyo na umbo ya huyo mnyama aza ndege ambayo umempelekea huyo jamaa, na wakikwambia kwamba amekubali, ina maana kwamba umepagawa, ndio maana yake. Hey, haya mambo watu hawajui hayo sio mafundisho, lakini ndio hicho kitu. Kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea hapa, yaani huyu Yehova Elohim ambaye ni Dibole anawaambia kwamba wataleta na mwana kondoo asina dosari, kwa sababu wanapenda kuiga kile ambacho Mungu alichokifanya, kwa sababu alifanya kitu ambacho si kizuri, aliua mwana kondoo. Na swali ambalo liko pale, walio wengi ndio wanaosema kwamba Kaini ni mtu mbaya. Kaini alikuwa mtu mbaya, Abeli alikuwa mzuri. Hata ndani ya dini wanasifia sana Abeli na wanamwona Kaini ni mbaya kabisa, hadi ndani ya Biblia wanasema kwamba shetani ni wa shetani, Kaini ni wa shetani. Lakini tawaambia kwamba kabla ya kumchukia huyu wanayeita Kaini, mjiulize kwanza maswali kadhaa. Kaini yeye alikusanya mimea, alikusanya matunda ya kazi yake anayoifanya, akaleta kama vile sadaka, yaani akaleta kama vile sehemu ya 10, kwa sababu zamani sehemu ya 10 ilikuwa ni katika mazao, akaleta hiyo. Haikuelezwa kwamba hayo matunda aliyoyaleta kwamba yalikuwa yameoza, kwamba labda yalikuwa bado hayajakomaa, hilo halijaandikwa. Upande mwingine Abeli yeye kachukua mwanakondoo, wengine wanasema wana kondoo katika tafsiri zingine, akachinja, akakatakata, akaunguza, moshi ukapanda hadi ndani ya mapua ya Yehova Elohim Shaddai, Mwenyezi Mungu. Mungu akaona kwamba hiyo sadaka ya Abeli ni nzuri zaidi sana kuliko ya Kaini. Hapo ndipo mnaona kwamba hapo ni ujanja ambao ulitendeka, kwa sababu huyo mwanakondoo ambaye Abeli aliyemhua sio kama wanakondoo ambao mnawaona kwa siku ya leo ambao wanalia sijui kama wanalia meza mambo kama haya. Hapana, mwanakondoo ambaye alikuwa na akili, alikuwa anazungumza lugha moja na Abeli, walikuwa kama vile familia katika kipindi hicho. Hata wakati alipomshika ili amuue, aliongea, akamwambia unafanya nini? Sio unapenda kutoa sadaka kwa luba, yaani kwamba Mutati amesema kwamba nitoe sadaka na mimi nimeona wewe. Alimwambia kwamba no, Mutati Elieza Luba hawezi akaruhusu mambo kama haya. Lakini pamoja na hilo, kwa sababu ni shetani aliyekuwa nyuma aliyemvuvia, alimchinja tu. Yeye ndio mtu wa kwanza kuvuja damu kabisa katika dunia hii, kumwaga damu katika dunia, alikuwa ni Abeli. Sasa italeta mantiki gani ambapo wewe ni muumba, umeumba viumbe vyako vyote vizuri, vinazungumza, vina furaha, vina amani kati yao, uje umuombe kwamba atoe sadaka ya kiumbe kingine ambacho hakina kosa lolote lile? Alafu unasikia harufu ya huyu mnyama, unasikia sema ni nzuri. Wakati huyo mnyama alipokuwa akiuawa, alihisi maumivu, alilia, alilalamika, kwa sababu maumivu yaliingia. Lakini wewe ambaye unajiita kwamba ni muumba, Mungu Yehova Elohim, kwako unafurahia wakati anapounguza, harufu zinapita ndani ya mapua yako ambayo ni makubwa, unasikia harufu, halafu unahisi harufu, halafu unajihisi vizuri hivi kabisa. Ili Mungu ambaye mnaita kwamba yeye ndio muumba hawezi akaumba kitu tu ambacho ni harufu ambayo itakuwa tu harufu ya milele anayohisi kila wakati, kama itakuwa ni harufu ya mnyama aina hiyo ya mnyama ambaye aliyopenda. Je, Mungu ambaye mnaita kwamba ni muumba anaweza akashindwa kwelikweli kuumba kitu ambacho ni harufu ambayo anaweza akaipenda na milele, au anaihisi tu pua yake yote unafurahia hiyo harufu? Kweli muumba inatakiwa kabisa mtu achinje mnyama kwa wakati fulani, ahisi harufu inaisha, alafu Mungu aseme ni afadhali, ni sawa? Walio wengi hawawezi wakapenya haya mambo. Kwa hiyo hasira ya Kaini haikuwa kwamba kwa sababu alikuwa na wivu na mdogo wake kwamba ndio maana akamuua. Hapana, maana hamujaelezwa sababu ni nini. Kaini aliingia katika lengo la kupenda
kulipiza kisasi kuhusiana na huyo mnyama ambaye mdogo wake aliua, maana alimuua bila hatia yoyote, na hicho kitu ni kwake hakuelewa. Asema namna gani Mutatedi ambaye mimi namjua anaweza akasapoti mambo kama haya ambayo mdogo wangu amefanya, ya kuua mnyama, kumwaga damu. Ni nani aliyemfunza kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa kukaba mnyama na kumchinja? Haya mambo aliyatoa wapi? Kwa sababu baba yake alikuwa baba yake ambaye ni mtu hajawahi kuua, mama yake hajawahi kuua, dada zake hawajawahi kuua. Yeye ametoa hayo mawazo wapi ya kuchinja? Ndio maana huyu Mdiwe asingeliua mnyama, hakuna mtu yeyote katika dunia hii angelijua kuua mnyama, aidha angeliweza kuua mnyama. Vivyo hivyo Kaini ambaye ni pongezi asingeliua mdogo wake ambaye ni Mdiwe, hakuna mtu ambaye angeweza kumuua mtu mwingine katika dunia hii. Hata haya mambo tumeshawahi kusema, watu wanasema imani, tungejua tu, unachukua tu kijiwe tu juu unamponda mtu mkichwa pus, unaua tu. Hayo unayasema kwa sababu unao ufahamu. Hata huu ufahamu usingelikuwa hata nao hata wakati mmoja wasingeliua huko kwenye mwanzo hivi. Sijui kama mnaelewa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yako hapo. Ndio maana huyu Mungu anaomba kwamba aletewe sadaka ya mwana kondoo asiye na dosari yoyote, ili kuendeleza kile kitendo kiovu alichokitenda yeye Mdiwe, dhabihu aliyoitoa ya mwana kondoo ambaye hana hatia yoyote. Ikiwa Mungu mnasema kwamba yeye hataki sadaka wala dhabihu, kwa nini alikubali dhabihu ya huyu Abeli? Kwa sababu kitabu cha Waebrania ndio wanasema hivi kwamba Mungu hataki sadaka, hataki hivi na hivi na dhabihu. Ikiwa yeye hataki, kwa nini alikubali dhabihu ya Abeli na kuona kwamba ni nzuri? Na ikiwa hataki, kwa nini anaomba kwamba wamtolee? Hata anacheza na watu akili zao, kwaani kwamba watafanya hizo hawatafanya. Kikawaida yeye kama ni muumba anatakiwa kujua kila kitu. Alafu anaendelea kusema mtaongeza juu yake sadaka ya vipimo 6, hai kuna mabano kilo vya majivu hivi. Mnaweza mkajiuliza, wakati wanapoleta mwanakondoo, kuna mara wanaombwa pia walete na mafuta, walete na nani na unga. Hivi vitu vitatu vitamaanisha nini? Aweza vitawakilisha nini hasa? Walio wengi watafikiri kwamba wanapoleta mwanakondoo lazima watampika na mafuta, si ndio? Aidha watakaranga, wataweka. Okay, sawa. Sasa na unga watalia, atakula amjui shetani mdimapo. Ndugu zangu, yani tuliingia kweli kweli, gizo wanavyosema, tuliingia chaka hakika. Yani tumefanya mambo ambayo ni watakuandikia vipimo 6 kilo vya unga, watakuambia kwamba ulete mafuta, wataleta ulete mwana kondoo. Hapa mnaambiwa ni nini maana ya nani ya unga, nini maana ya mafuta. Sikilizeni kwa makini sasa. Mtaongeza juu yake sadaka ya vipimo 6 kilo vya majivu, ambapo ndani ya mabano unga ya mtu aliyekufa, yani majivu ya mtu aliyekufa, ambapo wao kwa wakati huu watabadilisha, kwa sababu shetani mdimapo ndiye aliyeamua kwamba ibadilishwe, kwa sababu watu sasa maadili yalianza kuongezeka. Sasa shetani anapoona kwamba maadili yameshaanza kuendelea kati ya watu, anabadilisha vitu vingine, na ndio maana mnaona Biblia zenu kila mara wanabadilisha. Hapa nilipo ni baada ya miaka 10 nafikiri, wanabadilisha, wanaleta nani nyingine, wanawaambia. Ukiwauliza kwa nini mnabadilisha, wanasema tunabadilisha kwa sababu unajua miaka inaenda na vijana wana usemi mwingine ambao uko tofauti na wakati huu. Kwa hiyo ndio maana tunaandika hivi, ili usemi wa vijana ambao wapate kuelewa. Wakati ambapo huyo Mungu wenu wakati alipowavuvia kwamba muandike hivi, hakujua kwamba kutakuja vijana wengine ambao hawatakuwa na uelewa wa haya mambo. Kwa nini yeye asitayarisha yote? Kwa hiyo ni nyinyi ndio mtaenda kuandika kile ambacho mnaona kwamba vijana wanaweza wakaelewa sasa. No, hapana. Hayo ni mambo ambayo ndivyo ilivyo.
Shetani anapoona kwamba hivi tayari ameshaanza kugundulika, anabadilisha. Ndio maana mnaona mabadiliko kila wakati. Biblia, mguse Biblia ambazo ziliandikwa sijui zamani sana na za nyakati hizi, utaona kwamba kuna mambo mengine hayapo, kuna andiko zingine, versi zingine hazipo, zimeondolewa, kwa sababu ni hivyo. Mnaona ndugu zangu, kwa hiyo wana sababu ya kufanya hivyo, yaani wanabadilisha kila wakati, wanabadilisha. Ndio maana hata huyu mnayeita Yesu, kabla wajamtambulisha kwa namna ya huyo mzungu ambaye ana nywele ndefu kama mwanamke na macho ya bluu, unajua alikuwa anawakilishwa kama vile mbuzi, beberu. Amemwelewa hivyo Azazeli, lakini baada ya kuona kwamba watu wameshaanza kufunga akili, no, hamtafanya hivi tena hamtaenda tena kumtolea sadaka huyu, hamtampatia mbuzi sijui nini Azazeli nini, hapo tayari ameingiza system, amebadilisha, kwa sababu watu tayari maarifa yameshaanza, tuseme maadili yameshaanza kurejea. Hivyo ndivyo anavyofanya. Kwa hiyo wakati ambapo unaposoma kwamba mtaongeza juu ya sadaka ya vipimo 6, kuna mabano kilo vya unga, hiyo unga huu ambao wanaongea hapo ni majivu ya mtu aliyekufa, kuna mabano kutoka miongoni mwa watu weusi, yaani watu weusi wa hali inayoonekana, iliyochanganywa na damu ambayo ndani ya mabano watasema mafuta. Kwa sasa hivi mtaona mtasema mafuta, lakini ilikuwa ni damu, yaani ni damu ndio mambo waliokuwa wakifanya, ambayo ikiteketezwa kwa moto iliyoidhinishwa na Shetani kwa ajili yangu Dibole, mimi Dibole Bwana, na hii itakuwa kwangu kama harufu nzuri, kuna mabano ya kutuliza, na sadaka ya kinywaji ambayo ni kumwaga damu kama sadaka kwa heshima yangu ya lita 1.5 ya damu, kuna mabano divai. Mnaona sasa, yani wanatumia unga, wanatumia mafuta, alafu wanatumia divai. Yani haya maneno matatu yana maana yake. Yani mambo wanayoyafanya wao, wataandika unga, lakini sio unga, ni majifu ya watu waliounguzwa, watu waliokufa, alafu wataweka kilo 6 za majifu ni kama vile watu wanaounguzwa, tuseme kwa mfano wale ambao hawapendi kuzikwa wanaunguzwa, alafu wanapewa yale majifu ya watu wao ambao ambaye aliyeunguzwa. Sasa useme sasa ifike sasa kilo 6, unafikiri watu wangapi ambao wataunguzwa kutoka kwa taifa la watu weusi wale wasioanzishwa? Kilo 6 za majifu, yani mabaki, tuseme yani majifu ya miili iliyounguzwa. Hicho ndio kitu ambacho walikuwa wanafanya kwa kipindi hicho, kwa wakati huo. Alafu watasema kwamba hiyo ni unga, alafu utasema kwamba na mafuta, hayo mafuta yani ni damu. Alafu pia wanaweza wakaongea tena divai, pia hiyo ni damu, ambao watasema nusu, yani lita 1.5 ya damu ambao wataita divai. Haya mambo yote walikuwa wanayatenda katika hizo sherehe na zinafanyika, lakini sasa kwa wakati huu wamebadilisha, hawaonyeshi tena huu upande, kwa sababu watu maarifa yameshaanza kuja sasa. Kwa hiyo Shetani aliamuru kwamba ibadilishwe, wasiongee tena, wasiweke tena majivu ya mtu aliyekufa, iwe sasa unga. Wasiseme tena kwamba damu, no, wekeni mafuta. Hichi ndio kitu ambacho Shetani ndio anachocheza nacho. Kabla ya siku mtakayonitolea sadaka mimi Dibole, yani Bwana, iliyoidhinishwa na Shetani, hamtakula mkate wala masuke ya nafaka yaliyochomwa wala nafaka mpya. Hii ni amri ambayo lazima iendelee kutumika milele kwa vizazi vyote, popote mnapoishi. Kitendo cha kusema kwamba hii ni amri ya milele haina hata maana, kwa sababu wao wanasema kwamba kuna wakati ambapo watu wataingia mbinguni, paradiso, na paradiso huko hamwezi mkatoa damu, hamwezi mkakata, hamwezi mkaleta unga za nini.
Ina maana kwamba wao wanapofanya hivi hawategemea, hawafikiri kwamba dunia itaisha, sasa haitaisha kwao. So demon hapo wanapoongea walikuwa wanatumaini kwamba watu watabaki tu hivi hivi na milele, hakutakuja mabadiliko. Kwa sababu wao walivyofanya hila yao wakajaminisha kwamba bwana, yani hakuna ambaye atakuja kutengua haya, na ndio maana wanashangaa sana kuona mzaliwa wa pili yupo katika kipindi hiki, anatoa kila kitu, sema tunamalizika. Ndio maana wanasema kwa milele na milele, lakini sio hivyo. Kipengele cha 4, sikukuu ya wiki ambayo wataita Pentekoste. Mtahesabu majuma 7 kamili kuanzia siku inayofuata Sabato. Sabato ambayo ni ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8, tunafunga mabao. Siku ambayo mtakuwa mmeleta nganda, yaani shina lote la nafaka lililopangwa, iliyowekwa ndani ya mabano, ili masuke yote yawe upande mmoja na yawekwe, yani kuunganishwa pamoja kati yao, ya mavuno yenu, kuna mabano, yani matendo maovu, ambayo ni ishara ya kuwasilisha baadhi ya wale, yani wasioanzishwa kutoka kwa uzao wa moto kwenye imani potofu, tunafunga mabano, iliyokusudiwa kuwasilishwa kwangu, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani. Mtahesabu siku 50, kuna mabano, ishara ya kuondolewa kwa uchawi. Ndio maana watauliza Kristo, haujafikisha umri wa miaka 50 na unasema kwamba umeshamuona nani Abrahamu au mwingine? Kwa sababu ni ishara ambayo wakati huo, yani kama vile ulimwengu wa giza na kichawi utakuwa hauna nguvu, utaondolewa, yani utakuwa hauna nguvu. Mtahesabu siku 50, yani ishara, maana yake ishara ya kuondolewa kwa uchawi, tunafunga mabano, hadi siku inayofuata ya 7 ya Sabato. Kisha mtanitolea sadaka mpya, yani iliyoidhinishwa na Shetani. Kutoka mahali mnapoishi mtaleta mikate miwili, kuna mabano, inayoashiria kuzuia udhihirisho wa mikate miwili isiyoonekana. Yote mnajua mikate miwili isiyoonekana, kama mjue mtaandika hapo, kwa ajili ya ishara ya uwasilishaji, kuna mabano, kwa ajili ya mabadiliko ya kichawi, tunafunga mabano. Kuna nukta 2, kila mmoja utatengenezwa, yani kila mkate mmoja utatengenezwa kwa vipimo 6, kuna mabano, kilo vya majivu, ambapo wanasema unga ya mtu aza watu waliokufa kutoka miongoni mwa watu, yaani watu weusi wa hali inayoonekana, iliyohokwa katika unga wenye chachu, kuna mabano, inayoashiria ongezeko la dhambi. Aha. Hapa sasa wanawambia kwamba sasa hapa wanaweza wakatumia sasa chachu, kwa sababu hiyo chachu sasa kwa wakati huu itazirisha sasa, yaani inaashiria sasa ongezeko la dhambi, yani dhambi zinaongezeka, hata watu wanaendelea kutenda mambo mabaya, wanaendelea kutenda mambo ambayo kuzidi ya sheria. Ndio maana nasema hii itakuwa sadaka ya mavuno yenu ya kwanza kwangu, iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Dibole Bwana. Pamoja na mkate mtatoa pia wanakondoo 7, ambayo inawakilisha ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa uchawi, tunafunga mabano, wasio na dosari, wa mwaka wao wa kwanza, ng'ombe dume 1 mchanga na kondoo dume 2, ambao watatolewa kwangu kama sadaka ya kuteketezwa, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, pamoja na sadaka yao ya kinywaji kuna mabano, ambayo ni kumwaga damu kama sadaka kwa heshima yangu. Tunafunga mabano, itakuwa sadaka inayoteketezwa kwa moto, nayo itakuwa kwangu kama harufu nzuri, kuna mabano, ya kutuliza. Hiyo mnasikia gisi yanavyosema hapo. Pia mtamtoa mbuzi kama dhabihu, kuna mabano, kwa shukrani kwa bebandambodima mudima bobedimo, ni katika umbo la mbuzi, kwa kuwasaidia kufanya matendo ya machukizo, tunafunga mabano, kwa kuwachochea wazao wengi wa moto, yani wasioanzishwa, kutenda dhambi, na wanakondoo 2 wa mwaka mmoja, kuna mabano, ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa uchawi, tunafunga mabano, kama dhabihu kwa ajili ya maombi ya uchawi, yani ushirika, tunafunga mabano. Mchawi, kuna mabano, kuhani, yani makuhani wote ni wachawi ndani ya Biblia za kisasa. Mchawi, kuna mabano, yani kuhani
atafanya pamoja na mkate wa mavuno ya kwanza ishara ya uwasilishaji, kuna mabano, kwa ajili ya marekebisho ya kichawi, tunafunga mabano, mbele yangu iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Dibole Bwana. Itawekwa wakfu kwangu pamoja na wanakondoo wawili, kuna mabano, ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa kichawi, tunafunga mabano, na watarudi kwa mchawi, yani kuhani. Siku hiyo hiyo nyinyi, kuna mabano, viongozi wa kidini wa wazungu na damu mchanganyiko metisi, mtawaita watu, kuna mabano, jamaa zenu na wengi wa wale wasioanzishwa wa uzao wa moto, tunafunga mabano, ili wao pamoja nanyi mniabudu mimi, yani iliyoidhinishwa na Shetani, Dibole Bwana. Hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki. Hii ni amri ambayo lazima ifanye kazi milele na kwa vizazi vyote katika maeneo yote mtakayoishi. Mnapofanya shughuli, kuna mabano, kazi, mavuno na kazi zingine, tunafunga mabano, katika nchi yenu, eneo la baadhi ya wazao, kuna mabano, wasioanzishwa wa uzao, yani kuna mabano, watu weusi wa moto, ambazo mtachukua, kuna mabano, kwa unjanja, ulaghai au nguvu. Hampaswi kufanya kazi ngumu, mtawaachia watu weusi, yani wasioanzishwa. Mimi ni Dibole Bwana Mungu wenu, pia aliyeidhinishwa na Shetani. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa mumeona wameandika kwamba enyi watumwa waheshimuni mabwana zenu. Haya mambo yote yaliwekwa kwa sababu wazungu na damu mchanganyiko walielezwa hayo na demon, ambazo ni kaka zao wakubwa, tunaweza tukasema kwamba wanatakiwa kuweka watu weusi katika utumwa, wawawekee na wengine. Na ndio maana hata ndani ya Biblia za kisasa kuna mambo ambayo wanaidhinisha. Mungu Yehova anafurahia utumwa wa mtu mwingine, anayemwamini yeye anaweka mtu mwingine katika utumwa, yaani kwao ni kitu ambacho kiko cha kawaida tu. Haya mambo yamejaa ndani ya Biblia hii. Kipengele cha 5, sikukuu ya tarumbeta. Sikukuu ya tarumbeta, kitu ambacho mnatakiwa kuelewa kabla ya kuendelea kwenye kipengele hiki cha 5, mnatakiwa kuelewa kwamba yani kwa wakati huu mnaona kwamba kuna agano jipya, kwa sababu kulikuwepo na agano la kale, lakini kwa sasa hivi kuna agano la kale na agano jipya. Kikawaida kabisa wanapenda kumaanisha kwamba ikiwa kulikuwepo na agano la kale na kumekuja agano jipya, ina maana kwamba lile agano la kale halina haja tena, halina budi kuwepo. Na mtaelewa kwa nini, na hapo ndipo mtaelewa kwamba kwa nini haya mambo wanayafanya hivyo. Ndani ya Biblia wanawaambia kwamba sheria ililetwa na Musa, bali ukweli na neema vililetwa na nani? Na huyu wataita Yesu Yehoshua. Sikilizeni kwa makini, hapa ndipo mtaelewa mambo mengine. Ndani ya Biblia wanasema kwamba sheria ni Musa aliyoleta, lakini ukweli na neema ni huyu anayeita Yesu aliyeleta hivyo. Maana yake wanapenda kuwafanya watu waamini kwamba alichokileta Musa haukuwa ukweli. Sikilizeni kwa makini, maana yake sheria ambazo huyu Mungu alizompa Musa, tuseme na amri 10 zote zile ambazo mnaita amri 10 za Mungu, ulikuwa ni uongo, kwa sababu Musa yeye hakuleta ukweli. Aliyeleta ukweli ni Yesu kwa mujibu wenu na neema. Kwa hiyo Musa yeye alichokileta sio ukweli. Ndio maana kitu wanachopenda sasa, wanapenda kuwaondoa polepole kutoka kwenye agano hilo watakaloita agano la kale, maana hawataki muendelee kusoma agano la kale, maana mkiendelea kusoma agano la kale mtaenda kujua Yawe ni nani hasa. Mtaenda kuona haya mambo yote ya kichawi ambayo nimewambia, mkisoma kwenye Walawi ndio mtaenda kuona, mtagundua haya yote kusema yani uchawi ambao upo pale. Sasa wao watambuni huyu mhusika ambao wataita Yesu, ndiye watakaye mpatia sasa, ili kwamba yeye aonekane kwamba yeye ni bora, ni mzuri, ni ana upendo nini, ili kuzuia yale yote ambao walioyafanya huko watu wasiwekee sana maanani huko. Hivi sijui kama mnaelewa hilo. Kwa hiyo ikiwa Musa yeye hakuleta ukweli na kwamba ni Yesu aliyeleta ukweli, ina maana kwamba alichokileta yeye Musa utakuwa ni uongo tu. Hivi ndio tutaelewa, si ndio?
Sasa ikiwa Musa hakuleta ukweli na kwamba ni huyu Yesu wenu ndiye aliyeleta ukweli, sasa kwa nini huyu Yesu alipokuja huyu tena alikuja kusema kwamba yeye hakuja kwa ajili ya kutengua sheria iliyoletwa na manabii, bali anakuja kuitekeleza? Kwa nini? Kwa sababu manabii ni yao akina Musa, wengine ambao walipitapita wote. Kwa nini yeye hakuondoa? Ikiwa Musa alileta kitu ambacho si kizuri, ambayo ni sheria, kwa nini asisaishe? Kwa nini asitengue kile ambacho amekileta yeye Musa, ikiwa si ukweli? Kwa nini tena anakuja kukitekeleza kile ambacho manabii walichokileta, walichokiongea? Na ikiwa ilikuwa ni uongo hasa mwingine, kwa nini asiufute? Kwa nini asiweke nje uongo ambao uliletwa? Kwa hiyo ndio maana walio wengi hata wanaojiita Wakristo hawajikiti sana kusoma ndani ya Agano la Kale. Agano la Kale kama vile ni ngumu ngumu. Sio ngumu, yaani mtaona kweli kweli hiyo miungu ambayo mnayoabudu kweli kweli ni demon kabisa, ziko pale. Someni, yaani hapo mkiingia vizuri, kwa sababu wanatumia akili. Mbona mnafikiri kwamba wao nao pia hawana akili? Waliona mambo ambao walioyafanya, walioandika kwenye Agano la Kale, no, hapa yeye tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunaweka umoja mhusika ambaye atakuja kuweka mambo yote yawe very simple, afadhali. Ndio maana watakuja kusema ndani ya Ibrania, Mungu alipomtuma Yesu hakutaka tambiko wala sadaka, alimtayarishia mwili. No, huyo Mungu alipenda sadaka na tambiko zote. Wanyama mulete hivi. Aruni alikuwa bingwa kabisa wa kukata vichwa vya vya ng'ombe na mbuzi, zaita na kondoo. Anakata, anaweka damu, anainuia, anapaka huko na wamengine, yaani mchawi kabisa. Nashangaa Wakristo wanaojiita Wakristo wanacheka hao wanaojiita wanani wao wanaoitwa waganga wa kienyeji. Mnawacheka kitu gani? Ni mambo ambayo mnayoyasoma ndani ya Biblia, ndio mambo ambayo nao pia wanayafanya, na kuna wakati wanatumia hata Biblia zenu, kwa sababu wachawi wanatumia hata Biblia zenu, wanasoma na kwa sababu ni mambo ya kichawi, ni formula za kichawi ambazo mko nazo ndani ya Biblia za kisasa. Hili mnatakiwa kulielewa. Siku ya kwanza ya mwezi wa 7 itakuwa siku kubwa kwenu ya kupumzika, kuna mabano, kupokea uvuvio zaidi wa kichawi na milio ya tarumbeta. Kwa sababu tunaangalia sikukuu za tarumbeta, maana yake ni nini? Kwa sababu mnaposherehekea kwamba sikukuu ya tarumbeta, aidha wanasema sikukuu ya baragumu. Sikukuu ya baragumu maana yake ni nini? Sasa msikilize vizuri, maana yake ni nini mnapokuwa katika hiyo sikukuu ya baragumu, aidha sikukuu ya tarumbeta. Nyinyi ambao mko naye, msikilize kile ambacho mnachokifanya. Na milio ya tarumbeta, kuna mabano, ishara ya ushindi kwa kuwashawishi, kuwatukana, kuwadanganya, kuwapotosha sehemu ya watu weusi wasioanzishwa, ili kunikumbuka mimi pamoja na sherehe za mikusanyiko ya kichawi zilizoandaliwa nami, zilizoidhinishwa na Shetani. Mimi Dibole Bwana, kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali za kichawi. Kwa hiyo baragumu, sikukuu ya baragumu, za sikukuu ya tarumbeta, mnaenda kusherekea ushindi wa ulimwengu wa giza la kichawi dhidi ya watu weusi ambao waliasi, ambao wametanganywa, ambao wamefanyiwa mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo wao wanapiga tarumbeta, wanafurahi. Wewe unaenda pale na wewe unasherekea, unafikiri kwamba Bwana, unaimba, unacheza, kumbe mashikini huko katika mambo ambayo unafurahia anguko lako wewe mwenyewe. Hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki siku hiyo, kuna mabano, ili kupokea uvuvio zaidi wa kichawi, na mtanitolea mimi Dibole Bwana dhabihu zinazoteketezwa kwa moto zilizoidhinishwa na Shetani. Kipengele cha 6, siku ya upatanisho wa uchawi. Siku ya 10 ya mwezi huu wa 7 ni siku ya upatanisho wa kichawi, kuna mabano, sherehe za kichawi zinazokusudiwa kuomba msamaha zilizoidhinishwa na Shetani kutoka kwangu mimi Dibole Bwana, kwa kutokutenda makosa ya kutosha zidi ya sheria za neno. Mtajinyenyekeza na kunitolea mimi Dibole Bwana dhabihu za kuteketezwa kwa moto zilizoidhinishwa na Shetani. Maana yake ni nini? Yaani wakati ambapo hiyo mnayoita kwamba upatanisho, mnaenda kufanya ibada kama ya upatanisho, za siku ya upatanisho, mambo kama haya ni mambo ya kichawi.
yaani wakati ambapo wao wanasherekea sio kusherekea, lakini ni wakati ambapo wanaenda kuomba msamaha, kwa sababu imeonekana kwamba hawakutenda mambo mabaya sana, yaani ndio haya. Kwa hiyo wataenda kuomba msamaha kwa Dibole, kwa Yahweh Yehova Elohim El Shaddai ambaye ni demon, kwa sio kwamba hawakufanya mabaya, walifanya, lakini sio kwa kazi, sio sana, yaani wamepungua, yaani kama vile ni kazi ambayo haikufanyika vizuri sana. Kwa hiyo wanatakiwa kuomba msamaha kwa sababu wametenda makosa. Wamefanya kitu ambacho yani hawakutenda inavyotakiwa, wanaenda kuomba msamaha. Kwa hiyo upatanisho ambao uko pale, hamtafanya kazi yoyote siku hii, kwa maana ni siku ya upatanisho wa kichawi iliyokusudiwa kufanya upatanisho wa kichawi kwa ajili yenu mbele zangu mimi Debole, Bwana Mungu wenu, pia aliyeidhinishwa na Shetani. Mtu yeyote miongoni mwenu ambaye hatajinyenyekeza siku hiyo, kuna mabano, kwa kutofanya makosa ya kutosha zidi ya sheria za neno, tunafunga mabano, atatengwa na jamii ya siri, nami mwenyewe nitamtoa kutoka kwenye jamii ya siri. Yeyote atakayefanya kazi yoyote siku hiyo, hamtafanya kazi yoyote ya aina yoyote. Hii ni amri itakayotumika milele na kwa vizazi vyote, katika mahali popote mtakapokaa. Hii itakuwa siku ya mapumziko kamili kwenu, ambayo mtajinyenyekeza. Kuanzia jioni ya siku ya 9 ya mwezi hadi jioni inayofuata, mtaadhimisha mapumziko haya, kuna mabano, hii ili kupokea mavuvio zaidi ya kichawi. Jamani, kauliza hivi, haijawahi kuwafikia mnaposoma kitabu cha Walawi mnajihisi kama vile haujihisi vizuri, yani alafu baadaye unasema kwamba mambo yote ya Mungu, hakuna mambo kwa sababu mnasoma mistari ya kichawi ambayo mnayasoma, alafu unajihisi kama hauko sawa, sababu ambayo yako pale, hakika wengine unaweza ukarukaruka. Kipengele cha 7 na ambacho ni kipengele cha mwisho, sikukuu za vibanda. Sikukuu za vibanda, siku ya 15 ya mwezi huu wa 7, sikukuu ya vibanda itafanyika. Maana yake ni nini? Kuna mabano, ishara ya kuanzishwa kwa mafundisho ya uongo ambayo yangemfanya Dibole, ambayo utaita Bwana Yehova Elohim El Shaddai, awalinde watu wake wanaohitwa jangwani kwa miaka 40. Itasherekewa kwa siku 7 kwa heshima iliyoidhinishwa na Shetani kwangu mimi Dibole Bwana. Yaani wakati ambapo watu wataamini sasa kwamba huyu Bwana Mungu alikuwa pamoja nao wakati walipokuwa wakitoka sijui Misri kuingia, wakafanya siku 40, yani miaka 40 wako jangwani humo, Mungu yuko pamoja nao. Siku ya kwanza kutakuwa na mkutano wa kusherekea sherehe za kichawi zilizoandaliwa nami, ndio Debole anasema, zilizoidhinishwa na Shetani Dibole Bwana, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali za kichawi, kusanyiko la kichawi ndani ya mabano. Hamtafanya kazi yoyote ya kila wiki siku hiyo. Kwa siku 7 mtanitolea mimi Dibole, yani Bwana, dhabihu zilizoteketezwa kwa moto zilizoidhinishwa na Shetani. Siku ya 8 mtakuwa na mkutano mwingine kwa ajili ya kusherekea sherehe za kichawi zilizoandaliwa nami Dibole Bwana, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali za kichawi, kuna mabano, kusanyiko la kichawi, tunafunga mabano, na mtanitolea dhabihu za kuteketezwa kwa moto, kuna mabano, zilizoidhinishwa na Shetani. Ni siku ya sherehe na mkusanyiko kwa ajili ya sherehe za ibada za kichawi zilizoandaliwa nami Dibole Bwana, kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali za kichawi, yani kusanyiko la kidini. Hamtafanya kazi yoyote ya kila siku ya kila wiki siku hiyo. Hizi ndizo sikukuu za kusherekea kwa heshima yangu mimi Dibole, yani Bwana, na ambazo mtaniabudu na kunitolea kwa dhabihu zinazoteketezwa kwa moto, matoleo ya kuteketezwa kwa sadaka, dhabihu na sadaka za kinywaji zinazohitajika kwa kila siku, kuna mabano, zilizoidhinishwa na Shetani. Zitaongezwa kwenye zile mtakazozitoa wakati wa Sabato. Sabato ishara ya kizuizi
cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8, tunafunga mabano, pamoja na dhabihu zenu mtakazonitolea mimi Dibole Bwana, ili kutimiza nadhiri, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani. Siku ya 15 ya mwezi wa 7, mtakapokuwa mmevuna mazao yote ya ardhi yenu, kuna mabano, ambayo ni mali ya watu weusi, unafunga mabano, mtasherekea sikukuu kwa heshima yangu mimi Dibole Bwana kwa siku 7, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani. Siku ya kwanza na ya 8 zitakuwa siku za mapumziko, kuna mabano, ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Siku ya kwanza mtayachukua baadhi ya mazao ya miti yenu ya mapambo, matawi ya mitende, matawi ya miti yenye majani na mierebi, kuna mabano, mti au kichaka chenye matawi yanayomumbulika, tunafunga mabano, kutoka kwenye mito, kuna mabano, ishara ya kuanzishwa kwa sherehe za kichawi, tunafunga mabano. Kwa siku 7 mtafurahi mbele zangu mimi Dibole ni Bwana Mungu wenu, nanyi pia, kuna mabano, aliyeidhinishwa na Shetani. Mtaadhimisha sikukuu hii kwa heshima yangu mimi Dibole, yani Bwana, siku 7 kwa mwaka. Hii ni amri ya milele kwa vizazi vyote, mtaiazimisha katika mwezi wa 7. Mtakaa kwa siku 7 katika vibanda, kuna mabano, ishara ya kuanzishwa kwa fundisho la uongo kwamba Dibole ni Bwana aliwalinda eti watu wake jangwani kwa miaka 40, tunafunga mabano. Wote watakaozaliwa kati yenu watakaa kwanza katika vibanda, kuna mabano, ili kuamini uongo huu, tunafunga mabano, ili wazao wenu waamini kwamba mimi Dibole ni Bwana niliwalinda jangwani kwa miaka 40. Mimi ni Dibole Bwana Mungu wenu, pia nimeidhinishwa na Shetani. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba, ndugu zangu, hizo sherehe zote ambazo mtazitaja nyuma, yani sherehe za kichawi, na lengo liko hapo tu kusherekea kile ambacho mtu mweusi hakukifanya kulingana na ukweli. Na ndio maana ndugu zangu, ni muda wa kutafakari. Unapofanya jambo ni vizuri kuuliza kwa nini unalifanya na lilianza namna gani. Jua chimbuko kwanza ya kile ambacho unachokifanya. Usiseme tu mbona wanafanya, mbona mama alifanya, mbona wazazi wangu walikuwepo, mbona babu wote walipita, sasa mimi ndio. Hapana, usiingie katika hiyo dhana. Tambua kwamba muda ni wa kwako huu. Umezaliwa kipindi kizuri sana ambapo ukweli huu unausikia. Tunaye mzaliwa wa pili ambaye tuko naye pamoja, anayetufunulia haya mambo yote. Bila yeye, kama tuko katika hizo dini ndingiri, na wakati tungekuwa tumekufa, na baadaye next mwingine anafuata, tunasubiri tu hukumu. Tungesubiri hukumu tu, lakini neema imekuja. Ukweli huu sasa unaanza kuona, unaanza kusikia waziwazi. Ndugu zangu, Luba anaendelea kujitukuza.